bana baba leka kote kwenye muko, tuungane tuangalie namna gani tupate province de Lila. Ujambo mpenda msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media TV. Leo tena ni siku nyingine, siku bora ambayo litusubiri kwa muda ambao tulikuwa tukikuandalia vipindi mbalimbali, na leo hapa ni mjini Kamituga, tarafani Mwenga, jimboni Kivu ya Kusini, na hapa popote ambako unakuwa unatufuata unaweza kututafuta kupitia mitandao wetu ya kijamii ukiandika Lega Media TV, ama unatumia nambari zetu za simu hizo alama kujumlisha 243-993-707585. Hii ambayo unakuwa unatazamia kila leo ni Lega Media TV. Mtangazaji wako ni mimi Estashi Babu, huko ambako kamera inashikiliwa na Johnson, na hivi hapa tunakuwa tunamtembelea ni mwanasheria ambaye tutakuwa tunajadilia kuhusu swala hii mbovu ya uharibifu wa barabara taifa nambari 2. Najua mengi kabisa tutakuwa tunazungumzia na utakuwa unafahamu wewe mwenyewe na utakuwa unasikiliza kunako video hii. Basi usisahau kulike video hizi, kusubscribe na kusambaza kupitia mitandao mbalimbali. Tujiunge pamoja ili uende na kufaidia mambo mazuri. Ni mwanasheria ambaye tutakuwa tunazungumzia naye, na wewe mwenyewe nilikwambia atajitambulisha, ambaye tutaanza na kumsalimu. Jambo mwanasheria. Jambo sana bwana Mwariri. Ndio, unaweza kujifahamisha kwa watazamaji wakuone vizuri? Mimi ni mwanasheria Serge Munyema Trésor. Nimekuwa défenseur judiciaire kwenye karibu na tribunal de grande instance ya Kamituga, na nimekuwa mwanachama, nimekuwa kada ndani ya chama ya Alliance Démocratique Chrétienne du Congo, ALDEC ANSIG, ya ministre d'État, ministre du portefeuille Adel Kainda Maina. Bon, en fait, mimi pia niko mzaliwa tarafani Mwenga, nikuwa mkaaji wa Kamituga. Nimekuwa banaita autochtone wa mji wa Kamituga. Kwa kifupi ndio nimejulikana kwa hiyo. Mwanasheria, leo tutakuwa tunazungumzia kuhusu swala hii ya uharibifu sana ya barabara taifa nambari 2. Nadhani mwenyewe unakuwa unashuhudia matukio gisi yanakuwa yanaendelea. Utakuwa unatupatia mawili matatu, kwani tumeona barabara ilikuwa hapo awali imekuwa vizuri kidogo, lakini kwa muda huu tunakuwa tunapitia kwenye hali ngumu ya barabara taifa nambari 2. Nini kama mchambuzi wa masuala hiyo unaweza kuwa unazungumzia kuhusu hili? Ndio kusema ya kwamba barabara ya Bukavu Kamituga Kitutu imekuwa vizuri, naweza kusema ni uongo, kwa sababu mwenye anatusaidia donc office de route mwenye Mwenge iko nao ni jua. Wakati jua imekuwa, tumeona gari za dogodogo zimefika mji wa Kamituga sawa vile jua ene Mungu aliumba soleil. Ndio office de route ambayo tumekuwa nao ndani ya tarafani Mwenga. Kwa sababu kwa hiyo pourquoi mimi nasema vile wala juu ya nini nimesema hivyo? Kwa sababu tangia walianzaka ile ukarati wa barabara ilifunguliwa, kwa sababu wakati wa MGL Somenki hiyo barabara ilikuwa nzuri. Watu walikuwa natoka Bukavu wanaenda mpaka banafika Kamituga mpaka Kindu Kasongo. Wanatoka Kasongo wanafika mpaka Kishasa. Wakati regime ya Mobutu iliisha, tatizo ikakuya, tukafuata Rais Laurent Désiré Kabila ambayo alikamata para coup d'etat, akasimamia nchi akakuwa rais. Na alifikia simamia nchi muda kipande muda mfupi, na tukapata Rais Joseph Kabila Kabange. Ilifika muda 2009 ndio tuliona tena kwa kampuni ya wa China walikuja walianza karabati wa barabara mpaka ilifika muda 2011 barabara ikejengwa muumbo ya terbati ya kiudongo, haikujengwa sawa gisi imejengwa nyingine fasi ya Kabulimbo. Eske unaweza kuwa na kazungumzo kidogo, eske bashinois bali kwa financer na gouvernement au tout je ne sais pas? Ilikuwa ni gouvernement congolais ndio
ilifanya ile muradi kusema ya kwamba wafungule njia kutoka Bukavu, na walisema ni route nationale numero 2 kutoka Bukavu mpaka Kindu Kasongo, ninafika mpaka Kishasa. Bon, wenye wana maîtriser géographie kunishinda wamejua kama hii route imepita Mwenga, Shabunda, ninaenda mpaka mu province ya Manyema, ninaenda mpaka kule Bujimai mpaka inafika Kishasa. Ndio ni route nationale numero 2. Na wakati ambao ilikuwa société Somenki ambao ilikuwa remplacé na société Somenki, hii Mwenga mpaka Kamituga ilikuwa route privée, ilikuwa ya kampuni ambayo ilikuwa inahusika na majini ile wakati. Barabara route nationale numero 2 ilikuwa tangia zamani, tangia pale Bilalo mbili pale Mwenga Bilalo mbili imefika huko Mizulo banamukika mpaka Bakongo mpaka pale kukilalo ya Elila. Ndio na route nationale numero 2. Me wakati ambayo gouvernement congolais lisema ya kwamba itengeneze barabara nambari 2 na mji wa Kamituga ilikuwa cité. Ilikuwa deja mji mkuu ambayo ilikuwa na watu wengi, kulikuwa hapo wa zamani wa administrateur resident, administrateur assistant resident mwenye alikuwa nakala Kamituga, kisha pale kukakuwa wa chef de poste ambao walibakia wamekuwa na wanahusika na administration ya mji wa Kamituga. Donc mji wa Kamituga ilikuwa na statut ya cité. Kwa kuona unasahau unajua ya kwamba l'administration prévoit, waliona kama ile barabara numero 2 ipite hapa. Juu ya nini? Kudesenclave hii mji ambayo wale waliotutangulia kwa kuongoza walijua kwamba itakuwa mji mkuu. Na kwa hiyo hii route nationale numero 2 olie ipite kule Bilalo mbili Mizulo mpaka Banamukika, Kambulumbulu Banamukika mpaka Bakongo kunani kukilalo ya Elila, wakaipisha hapa. Ilikuwa initiative ambayo sisi wote tulifurahia. Na wakati walifanya ile barabara c'était en 2009 à moins que je me trompe, ndio tuliona kampuni ya China walitengeneza hiyo barabara kutoka Bukavu mpaka Kamituga. Wakatoka Kamituga mpaka Kitutu. Kufika Kitutu ilikuwa inahitajika selo gouvernement congolais hiyo barabara ifike mpaka Kindu ndani ya province yetu ya Manyema na yende mpaka Kishasa. C'était une façon ya kudesenclaver ma territoire na ma province. Na ile na avantage kubwa ilikuwa kufanya ile libre échange ya commerce. Watu wanaweza toka wanaenda huku Kongolo, wanaenda huku na wanakuja hapa Kamituga, wanaenda Bukavu. Donc c'était possible mtu atoke Kamituga na afike Kishasa munjia ya barabara. Me kwa leo imekuwa tatizo. Ile lifanyika, tukapata barabara, wa gari zikaanza fika mji wa Kamituga, ikaanza fika tarafani Mwenga, tukafurahi sana. Me ile tatizo kufikia mwisho. Ilifika mu 2013 2014 tulipata ile tatizo. Barabara ikaharibika tena. Gouvernement provincial ikajitahidi ikafanyika. Ile kaikuishia pale. Je me rappelle c'était encore en 2015-2016. Tulipata pia ile tatizo. Barabara kuharibika sana. Na mwele wakati kama sidanganyiki mwami wetu Sa Majesté le mwami Riziki Kalenga Lwango alikuwa ministre wa travaux publics, na wakati alikuwa ministre wa travaux publics mu niveau ya province, tulipokea huku hapa Kamituga liwali kwa ile wakati alikuwa Marcel Chishambo. Alifikaka hapa mji wa Kamituga kusema ya kwamba hii barabara atafanya itiada ili c'était en 2016. Hii barabara itengenezewe tangia Bukavu mpaka Kamituga, itakuwa ya Kabulimbo goudron. C'était oui itakuwa asphalte. Ikatupatia furaha. Nakumbuka pale nilikuwa niko etudiant, ikanipatia furaha sana na watu wengi wakafurahi kusema haitoshe hiyo
na atajikaza mwanzo ya ville mpaka mwisho ya ville ya Kamituga itakuwa Kabulimbo. Wandugu, nikafurahi sana bwana Mwari, watu wote wakafurahi. Mekitu ushangaza ili c'était langage purement politique. Parce que tangia 2016-2017 mpaka leo watu wa Mwenga wamekuwa kwenye matatizo, wamepata shida ambayo tumekuwa nayo. Nchi, unajua tarafani Mwenga ni tarafa ambayo imekuwa na utajiri. Ndiyo. Tumekuwa na madini mengi, tumekuwa budongo, yani ndio kingambo ya mulimo tuko na bulongo ambayo inaleta mazao. Me ambayo inaleta matatizo ni nini? Tumekuwa na njia moja ni barabara. Wengine wamekuwa na port, wanakuwa pembeni na bahari, mitoni wamekuwa na port. Sisi wengine wamekuwa na aeroport. Shetu tulikuwa tuko na aerodrome hapa Mpasa hii ambao société MGL iliachaka. Société par la suite c'était devenu société Somenki. Iliachaka hapa Kamituga, iko pale Manungu. Wandugu zangu, imejibu kwenye makriteri ambayo watu wenye akili wamesema, yani wasava wala ina répondre kuma standard internationaux kukwa aerodrome. Mais inakosa nini? Juste réhabilitation nenakuwa deja tena fréquentable, netatuma peut-être idesenclaver milie. Leo hii mtu anaweza gonjwa saa hii ka inafaa kwe transfere Bukavu, mtu watu kwa kufia mnjia. Leo chupa ya premise ilikuwa 3000 francs 2500 Kamituga, leo inakuwa 8000 na 9000. Na yao kuko fasi sabuni ilikuwa 200 francs, leo inakuwa 1000 francs. Tije ilikuwa 2000 francs, inakuwa 5000. Saki ya bunga c'était à 20 000 francs, mais aujourd'hui inakuwa 100 000 francs. Sima ilikuwa 40 000, 30 000, 39, 35, mais leo inakuwa 95, 100 000 francs bwana journaliste. Hata ndio mwingine inaendeleaka. Tuliona wa vijana, mji wa Kamituga ni mji ambao umejengwa na watoto wa Kamituga. Hatuyapata hata msaada ya kutoka kwenye gouvernement Congolais kusema no tutajenga hivi. Ni watoto wa mji wa Kamituga ambao wamejenga mahotel, wamejenga manyumba za mzuri kwa kuendelesha mgini yao. Leo hii imekuwa shida. Nilizungumzia na watu wa Centrale, kuko watu wa Societe Cresseco ambao walileta mabitu ya kukerebisha Centrale ya Mungombe. Me ile bitu imelala Bukavu mpaka saa hii. Juu ya nini? Barabara imeharibika. Lakini mwanasheria, tumesikia barabara hii imeshaanza karabatiwa. Ni ubongo tupu. Mimi nilipita hako. Kumekuwa ile, acha niseme tuambiane ukweli. Ndiyo. Barabara route nationale numero 2 ni nchi yetu ya Kongo ndio imekuwa na wamji ya kuitengeneza. Sio mimi, sio wewe. Na katiba tunasema kwa wakati barabara imeharibika, gouvernement provincial inaweza intervenir, inaweza fanya kazi inapasha contribuer kwa kurehabilite le central. Me gouvernement gani projet tuko nayo? Nyinyi wenyewe mmejua. Tumefanya miaka 5 ambao hatuone kitu imeneleta kama vile changement. Shida ambayo tumekuwa nayo saa hii mji wa Kamituga, tarafani Mwenga, ndio shida imekuwa Fizi, ndio shida imekuwa Uvira, ndio shida imekuwa Ijwi, ndio shida inakuwa Walungu, Kabare na Kale. Donc 8 territoires zote za province ya Sud Kivu na mavile zote za province ya Sud Kivu zimekuwa na shida ya barabara. Na ile imetokana na uongozi mabaya ambayo wale waliosimamia province ya Sud Kivu wamekuwa na roho mbaya. Province yetu ni province ambayo imekuwa na utajiri, sitachoka kusema. Shabunda ni reserve ambayo ni nchi, na mumekuwa ndani ya Shabunda bitu ya maana sana. Madini ya kila aina imekuwa ndani ya Shabunda, ndani ya tarafani Mwenga. Na mimi nawaambia kwa kupita kama ile vile ya Bukavu iko leo imejengwa na madini kutoka mji wa Kamituga, tarafani Mwenga na Shabunda na Fizi. Fizi ni huko Misisi. Vile ya Bukavu ejengwe na Kabare, vile ya Bukavu ejengwe na Ijwi, vile ya Bukavu ejengwe na Kale.
tuambiane ukweli. Ni hizo materitoire ambazo zimezarolika na ndio zimefanya itiada ili mji wa Bukavu leo imekuwa mji mkuu. Na kwa hiyo inaonekana kama kumekuwa waongozi ambao wametiliwa na Kinshasa wenye awasaidie kitu kwa manufaa kwa maendeleo ya province ya Sud Kivu. Lakini pia tumeona Wachina wanaonekana barabarani karabati barabara. Sijue kama wale Wachina wanakuwa akora gouvernement. Certaine façon les Français disent problème local solution locale. Bon, unajua Wafaransa wamesema kwenye kumekuwa tatizo ndani ya mji na wale wenye mji ambao uko na mji ya kutafuta suluhisho. Na njoma na hata nchi nayo wakati tumekuwa na tatizo ambao tumekuwa ndani ya nchi yetu surtout kwa tuku est. Iko inalomba sisi watoto wa est ndio tuangalie namna gani tunaweza fanya itiade tupate suluhisho. Wakati barabara imeharibika, bei ya vitu imepanda, vitu ilipanda bei, kila mtu aliona. Watu meme kwa watoto waliivya bwaki, walipata magonjwa ya mwilo kama mwilo. Moi je ne maîtrise pas l'histoire pareil. Alors il est un problème. Na hilo ilifikia washirika za raia ziliona ya kwamba kuko wa China ambao wamekuja huko Kinshasa, wametumiwa na watu wa Kinshasa. Na watu wa Kinshasa wameimpose watu wa Bukavu kama vile chef liye kusema ya kwamba wakuje waexploite madini yetu. Na wale wa China waliharibu miamba zetu, waliharibu shamba zetu, waliharibu ile ambayo ilikuwa inatusaidia sisi wakaaji wa tarafani Mwenga. Leo tumekuwa gisi, mimi niko mwanasheria, nimesoma sheria na nilimaliza kwa sababu wazazi wangu walilima shamba ya ngazi, walifanya mafuta, walivua mwamba ile wanaita etapiscol na nikasoma. Melo wale wa China waliharibu yote bila hata kufanya ile kuheshimu sheria za nchi. Ndio sisi vile walisema wale wa China bilalo ambao wale wa China wakati gouvernement congolais lifanye barabara, walifanya assembla kutengeneza barabara, hilo niliwaambia. Walitia mabilalo eneko na ezi dépasser tonne à 25, ezi dépasser au moins 25 tonnes. Mais wale wa China walileta mabitu ambao inaenda au-delà ya ile 25 tonnes. Ile ni ya kwanza. Ya pili, walileta bitu ambayo ile mapua luru ambayo imekuwa na uzito kushindia hata barabara ambayo ilitengenezwa. Donc ilifanya sorte que barabara ikaharibika, kanda tumbuki ikakrema bourbier. Na kuona wale wandugu wamekuwa na roho mbaya, hawana roho ya mapendo, na ile wamefanya hiyo kwa sababu wamekuwa souteni na wakuu viongozi wa nchi. Ndio kwani kuna watu ambao wanasema tarafa ya Mwenge na kwa tarafa wa China. Évidemment, sasa ukifika Lugushwa, wakaaji wa Kitutu, sheferia wa Muzimu, wamekuwa wa China ndio wanakuwa wengi kushindia wakaaji wa Kitutu. Kwani hata ukishima madini na vitu. Ukienda kule Lugushwa sai, bashino ndio ba mingi kushindia wakaaji wa kule. Ni kusema kwamba territoire ya Mwenga, plus particulièrement sheferia wa Mzimu, imekuwa wa China ndio wamekuwa wengi. Na utakuta wale wa China hawana hata nani passport, hawana visa, hawajulikane hata, hawana kisheria, hawajulikane. Me Kinshasa lijimpose, Bukavu lijimpose, na mpaka leo wameharibu mazingira. Leo hii sisi tuliishi kusamaki ya Elila. Mimi nilikula samaki ya Elila, ilikuwa tupatia fierté. Mais leo ile ambao walifanya huko Kitutu, Bakongo, wameharibu Elila imna hata samaki na imeharibu environment yetu. Sikukuwa huko, nikusema ya kwamba wale wa China waliharibu barabara yetu na kupitia ile magari ambao walileta ikafikia wameharibu barabara. Ndio société civile Nouvel Espoir ambayo imesimamiwa na Monsieur Hubert Bulamo Watongoka Hubert, ambaye mteteaji yake ya binadamu mwenye apendi rushwa, aliona ya kwamba wakaji wamepata matatizo, wakaenda ongea, wakafanya ile wanaita plaidoyer. Iko parmi ma attribution ya défenseur des droits de l'homme. Aliona shida imekuwa
hakuna ambayo inapitikana tarafani ya Mwenga imeshinda vita ambayo iko Nord Kivu. Paske vita kubwa wa ndugu zangu ni njaa. Ndiyo. Tumekuwa na vita imeshinda inayopitikana huko Ruchuru, Bunagana na huku na kule. Sasa tumekuwa na shida ya njaa. Tunaishi kwa neema ya Mungu. Wende kwa hospitali, watoto wamegonjwa maanemi, wamekula vibaya. Ni kusema ya kwamba akaona ile ndio akaenda onana wa China. Wale wa China haiko wale wa China wengine. Wale wa ndugu ambao Stone ni wale ambao Yellowstone biko beneficiaire ya contrat d'amodiation parce que walipatana na wale wa Strategos ambao walirachete madroit minier ya société Banero Lugushwa Mining. Voilà, si je ne trompe pas, Lugushwa Mining ambao walikuwa na nia wende wachimbe madini huko. Me watenda kuta wa ndugu zao wamejaa kule. China imekuwa huko Kitutu, Lugushwa. Jo wakaongea usema no, nyie mnakuya muna tazamiri. Barabara imeharibika. Kutoka Bukavu en 180 km. De Bukavu à Kamituga, c'est 180 km. Mais pour qu'un véhicule arrive, ça fait 2 mois. C'est comme si nous sommes au 19e siècle et pourtant nous sommes au 21e siècle. Chose grave, ni route nationale numéro 2. Kuna wale ambao wanasema ni numéro 100 parce que numéro 2, je vous dis franchement, ni numéro 2. Moi aussi je mettais des doutes, mais je me suis renseigné, j'ai trouvé que ni route nationale numéro 2. C'est une route officielle. Kuna wale ambao wanasema numéro 100 parce que maroute zingine ziko na tengenezwa mais numéro 2. Vous avez totalement raison. On ne sait pas si nous sommes dans cette république. Mwenga fait partie de 145 territoires. N'a pas bénéficié na ile ambayo ingine ma territoire imepata. Mais leo hii kufika Mwenga, mimi nakwambia kutoka Bukavu chef ya province kusaka 80 km gari qu'on fait 2 mois. Tout ça fait 9 mois tourner voiture. Mon enfant, ma femme a mis au monde un enfant. Il va réaliser 3 mois. Aïe, on a voiture. Au 21e siècle, c'est déplorable, c'est regrettable. Dans un état où il y a des responsables, où nous avons les gouverneurs au niveau de la province, où nous avons les ministres des travaux publics et moyens comme ministre, bon, c'est un fils du territoire de la province du Sud Kivu, notable, ou la province du Sud Kivu, mais ils ne songent même pas pour qu'aujourd'hui, les gens de Mwenga puissent bénéficier d'une route. Ça, on trouve que nous sommes discriminés. Raison pour laquelle je suis pour la province de Lila. Si du moins, tukipata la province de Lila, tutafungula barabara yetu ene natoka Mwenga Chabene ni mteritoire ya Mwenga, inaenda mpaka Kilembwe inatupatia directement mulango ku port ya Mushambaki. Na tunakuwa deja na haba banatutesa hapa yulu. Banabakia na Bukavu yabo na kule Makabare, Walungu na kwingine. Tunachoka. Est-ce que kabisa les provinces de l'île itakubaliki kabisa? Si vous lisez l'article 4, c'est inévitable, tutakuwa nayo. Article 4 ya constitution ko clair. Kwa banayua sheria kunishinda, ya des éminents professeurs, banayua il y a déjà une brèche et les constitution natupatia. Donc il suffit seulement de réunir plus de 100 000 signatures na tunalomba province yetu tutaisoumettre kwa Assemblée nationale, Parlement national. Nous vous disons que nous n'allons pas croiser les bras, nous allons, même si nous avons tout flatté au niveau de la province, il y a certains fils légas, biko déjà flatté, gouverneur, ce n'est pas une solution. Nous avons eu le vice-gouverneur, son excellence Jean-Claude Kibala Kolde. Akabati à 6 mois comme gouverneur. Tulipata tatizo ya barabara. Tulikuwa na Ilere Kikobia, notre frère de Chabunda, alikuwa vice-gouverneur. On a connu les mêmes problèmes. Tulipata ba ministres provinciaux. Donc pour avoir la province ou la direction de la province, aiseme kama tunaweza toka mwa matatizo. Kwa hiyo wandugu, ya lazima ni nini? Tupate province de Lila. Donc il a lancé un message collègues médias que barega
batu ya Barega, Shabunda, Mwenga, Babembe, naona bandugu yetu Babembe, Fizi, Banyindu, Bavira, Bafuliro, Bavira, Bafuliro na benzetu bengine bale watu wanakuwa kwele kilima ya Mulenge. Tuungane ili tupate province de Lila, kwa sababu tukishapata province de Lila, peut-être nous-mêmes nous saurons comment gérer notre province, parce que nous sommes discriminés. Siku haya sana kuona kusa 80 km voiture haifike mu 21e. Malizia mwanasheria, muda na tusonga, tumalizie na neno fupi ya ujumbe ambao tutakuwa natolea tena hata kwa wakuu viongozi na hata raia wa tarafa ya Mwenga. Kwa raia ya tarafa ya Mwenga, tuungane ili tufungule barabara ya Chabene Kilembwe mpaka inaenda murute na soni numero 5 ambayo inatubeba mpaka kuporo ya Mshembaki. Tuachane na hii barabara numero 2 parce que ça fait plus de 20 ans tunasumbuka atupate suluhisho. Ça c'est de 1. De 2, walider ya Sud Kivu Sud, mimi naona territoire ya Mwenga, territoire ya Uvira, territoire ya Fizi, tuungane ili na Shabunda, tuungane ili tupate province de Lila. Peut-être itakuwa enough de soulagement kwa kutoka mwai utumwa mwene tuko nayo. Mesipo vile wa ndugu zangu tutendelea kuhangaika. Na wale wa ndugu zetu wakuu viongozi wa tarafani Mwenga, naona chef de village, chef de groupement, chef de chefferie, administrateur de territoire, tuwe na roho ya mapendo. Ile burbie inaanzake ngali kiloko, inakosa tu ile bonne foi ya kusema no, ingali mwanzo tuifunike. Donc kila mtu ajiimplike kungazi yake ili tusirudilie tena hii mateso ambayo tumefikia. Kumekuwa watu wamoja wamefurahia hii matatizo kwa wakati amekuwa huko Kirungutwe, wamoja wamesema tumeshukuru kwa sababu tumeujisha na shie mandizi zetu. Wengine waopa Mwenga wanasema tumeshukuru kwa sababu tumeujisha samaki zetu na ndizi na kinda. Sio vibaya. Mais le seul moyen ya communication na désenclaver milieu ni barabara. Tuungane ili tupate barabara nzuri na itatusaidia kwa maendeleo ya mji wetu ya Kamituga tarafani Mwenga. Na mimi nasema tena tuwe umoja. Yete bingi tainyeme. Tube meso kisiki alwa na mikala tube meso. Bana baba leka. Kote kwenye muko tuungane, tuangalie namna gani tupate province de Lila. Ndio itatusaidia kutoka mwa hii utumwa ambao tumekuwa nao ndani ya nchi ya demokrasia ya Kongo. Asante mwanasheria, kulingana na muda wako tunakushukuru kwa muda wako. Nami pia ni washukuru wanamwariri. Mpenda mtazamaji wa Lega Media TV, ikiwa basi ndio umejiunga nasi, tambua kwa tulikuwa kwenye mazungumzo na mwanasheria Serge Mwenye Mali Trezor ambaye ni mzaliwa hapa tarafani Mwenga. Tena amekomalia hapa, amesomea hapa hadi amepata cheti chake cha kuwa mwanasheria, na huyu amekuwa ametumika hapa mjini Kamituga na tarafani Mwenga. Na hii ambayo umetazamia ni Lega Media TV. Umesikia gisi ambaye amezungumzia kuhusu swala barabara, gisi njaa imeshazidi na kuongezeka mnamo tarafa hii. Imekuwa kabisa ni kipaumbele, kwani ukosefu wa barabara na zina kuonekana siku baada ya siku, na government hatujui inatarajia kufanya nini kuhusu eneo ya tarafa ya Mwenga. Hii ambayo unatazamia ni Lega Media, unaweza tupata popote pale kupitia mitandao ya kijamii. Unaweza andika Lega Media au unatupata kupitia nambari zetu za simu alama kujumlisha 243-993-707585. Mimi mtangazaji wako ni Estashi Babu, kamera ilikuwa inashikiliwa na Johnson. Basi usahau kulike video hizi, kushare na kusubscribe, unasambaza kupitia mitandao mbalimbali. Tukutane basi kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Bye bye.